Wakati unapoenda mbele za Mungu, unaenda mbele za Mungu kwa kunyenyekea, ndio Yesu ainuliwe. Unasahau cheo chako, alafu Yesu ainuliwe. Amen. Unasahau wewe ni nani, ndio Yesu ainuliwe. Amen. Wakati wa kushukuru Mungu ni wakati ambaye moyo wako inaenda mbele za Mungu na kuvunjika mbele za Mungu. Kwa hiyo wakati huo hakuna cheo, hata kama ni rais, yeye unyenyekea na kupiga magoti. Kila mtu unasahau vile ilivyo, alafu tunampa utukufu. Bwana, jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tupe Yesu sadaka nzuri. Kwa sababu hiyo tumekuja, kwa sababu ya neno la Mungu, kwa sababu tumejaliwa kupata nafasi, ama wewe na mimi na mwingine wamejaliwa kupata nafasi ya kushukuru Mungu siku ya leo. Hiyo ndio kitu ya kwanza nataka mshukuru Mungu kwa sababu ya ibada hii ambayo Mungu amekuandalia. Kwa sababu ni Mungu mwenyewe ambaye amekuandalia ukapata ibada ya siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Si kwa nguvu zako au kuweza kujilinda ndio ukue kwa ibada, ni kwa sababu Mungu amependa leo ya kwamba nimekukubalia, nimependa wewe ukue katika ibada zangu. Na wakati umejaliwa kuwa katika ibada za Mungu, unatakikana uwe mtu ambaye wa kunyenyekea mbele za Mungu. Mtu ambaye roho yako inanyenyekea na kuvunjika kwa mbele za Mungu. Kwa sababu usipofanya hivyo, hautakuwa umeabudu Mungu katika ibada zake. Amen. Mungu anapenda kuabudiwa katika ibada zake. Na Mungu hupenda mtu ambaye anamwabudu katika roho na kweli, na roho ambayo imevunjika. Kwa hiyo vitu vitatu, roho na ukweli na roho ambayo imevunjika, ndipo ukutane na Mungu katika ile ibada. Ibada ni mahali wewe unakutana na Mungu na kumwambia mambo yako, na Mungu anasikia. Ukisema Mungu ninataka hivi, anatenda. Mungu ninataka unibariki, anakubariki, kwa sababu uko katika ibada. Hakuna kitu kizuri kama ibada, kwa sababu wakati wa ibada ndio Mungu hushuka mwenyewe na kuponya. Na wakati wa ibada Mungu sikia maombi ya watakatifu kwa sababu ya ibada. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo wakati tunapoenda kwa maombi, tunaenda kwa roho ambayo imevunjika mbele za Mungu na kuishia Mungu na kumimina roho yako kwa Mungu. Unamimina roho yako kwa Mungu. Yaani hakuna kitu kingine unachofikiria katika ibada isipokuwa ni Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu usipomimina ile roho yako, hautakutana na Mungu. Tunataka kukutana na Mungu katika roho iliyovunjika. Na Mungu anakusikia. Na mtu yeyote ambaye moyo wake imevunjika hatarudi vile alivyo. Atarudi kama amebadilika, atarudi amebarikiwa, atarudi ameponywa, atarudi amesikizwa maombi yake. Kuna mambo umekuwa ukiomba kwa miaka mingi na wewe haujapata, lakini natabiri asubuhi ya leo kwamba upate kwa jina la Yesu. Kwa sababu nasikia Mungu ananionyesha kwamba watu watabarikiwa leo na utapokea katika jina la Yesu. Uwe na roho ambaye ni ya kuabudu Mungu, roho ya kupenda Mungu, na roho ambaye imevunjika mbele za Mungu. Amen. Na Bwana atakubariki sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wakati mmoja kuna mtu mmoja anaitwa Petro, mtu wa Mungu, mtu ambaye alipenda Yesu sana kwa moyo wake, akiwa na wengine, na mmoja ambaye Yesu aliwapenda sana. Jina lake mmoja alikuwa anaitwa Yohana na Yakobo. Hao watu watatu walipendwa sana kwa sababu walitoa roho yao kupenda Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alipenda roho yao kwa kutumika na kuvunjika na kunyenyekea mbele za Mungu.
Haleluya. Amen. Kitu kidogo, hiyo microphone yangu iko juu, iende chini kidogo. Na kupenda Mungu kwa kutumika na kwenda kwa maombi kila wakati, na hakujua neno lingine ijapokuwa ni Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wakati mmoja akamwambia Yesu, na sisi tuliowacha mashamba yetu na tukawacha nyumba zetu, watoto wetu, tutapata nini Bwana? Yesu akawaambia, mtapata mara 100 mbinguni. Amen. Mtapata mara 100 kwa sababu mmewacha mashamba yenu na nyumba zenu na vitu vyenu mkanifuata. Ni kwa sababu aliamua kumfuata Kristo Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wakati mmoja akafikiria kwamba aenda avue samaki, akaenda. Akiwa anavua samaki akaona kivuli, kitu kama kivuli, akajua ni Yesu, akamwambia nguo haraka kwa sababu alijua ni mkombozi wake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu alipenda sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kulikuwa na wakati mmoja walitembea katika hekalu, na wakati alipofika wakakuta mtu mmoja anaomba. Haleluya. Amen. Hata hapa hii mji huu kuna watu wanaomba pesa. Haleluya. Amen. Na sijui unafikiria namna gani juu ya wale wanaomba. Umewekwa hapo wanaomba. Kitu gani kinaweza kuwa ndani yako wakati unapoona hiyo watu? Kwa sababu ni watu ambao hawana uwezo, wengine ni kiwete, wengine hawana macho, lakini anataka usaidizi wako. Sasa Petro na Yohana akapatana na mmoja katika hekalu wakati wa kwenda kuomba. Maandiko inasema ilikuwa ni saa 3 ya asubuhi. Kwa sababu masaa ya kuomba ilifika saa 3 ya asubuhi. Wakaenda kuomba katika hekalu. Haleluya. Akakuta mtu mmoja ambaye anaomba, akaomba Petro, akanyosha mkono wake kumwomba Petro pesa. Pamoja na Yohana. Petro akamtazama kwa macho sana. Akamwangalia kwa macho sana hii mtu. Petro akamwambia, mimi sina pesa. Sisi hatuna pesa ya kukupatia. Haleluya. Lakini tutakupatia tulicho nacho. Tutakupatia kitu ambacho tuko nacho. Wakampatia walicho nacho, wakampatia Yesu Kristo. Haleluya. Hatuna pesa ya kukupatia, lakini tutakupatia tulicho nacho. Walikuwa na uponyaji. Haleluya. Akampatia ile mtu uponyaji badala ya pesa. Haleluya. Wakampatia uzima wa milele badala ya pesa. Wakampa, akasema, kwa jina la Yesu simama na uende. Sasa ni gani kilikuwa kangempa pesa angesimama? Wangempa pesa mingi ama chochote angesimama. Lakini alipewa jina la Yesu na kuambiwa kwamba simama na uende. Akasimama na kwenda. Akaponywa kwa sababu alipewa jina la Yesu. Alipewa uponyaji. Amen. Ninataka leo nakupatia uponyaji kwa jina la Yesu. Nakupatia uponyaji katika jina la Yesu. Hakuna kitu kingine tunapata leo ijapokuwa ni kuponywa na kubarikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Kila mtu akaamuka akiwa na furaha sana. Na watu wakamwambia, kwa wale mali walikuwa, wakamwambia, umepona namna gani? Hata wakaambia, mimi sitaki kujua, lakini nimepona. Amen. Watu wakaangalia Petro na Yohana sana. Ni kwa sababu walipeana alicho nacho. Haleluya. Ni kitu gani wewe uko nacho? Unaweza mpa mtu akapata uzima wa milele. Ni jina la Yesu Kristo. Ambaye kuna uponyaji, kuna kufunguliwa macho, viwete wanatembea, vipofu wanaona,
viziwi wanasikia, walishinda wanafunguliwa, waliofungwa na mapepo wanafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo ndio tumekujia leo, na hiyo ndio tutapokea leo katika jina la Yesu. Na wenye imani watapokea kwa jina la Yesu. Waliovunjika moyo watapokea hiyo katika jina la Yesu. Wale ambao wanatarajia kupokea kwa Mungu wanaipokea. Huyo mtu alitarajia apewe pesa, lakini akapewa kitu kizuri sana, akapona kwa maisha yake, akatembea kama watu wengine hawakuwa wametembea siku nyingine. Haleluya. Pata hiyo kitu ambacho wewe hujapata siku nyingine, ukapokea kwa jina la Yesu. Kuna mambo wewe umekuwa ukiomba kila wakati unasumbuka, pokea leo katika jina. Leo nakupata katika jina la Yesu. Hapa hakuna kupewa pesa, lakini unapokea uponyaji, unapokea baraka yako katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba katika Matendo ya Mitume mstari wa kwanza 3, akasema walikuwa wanatembea katika kwenda kuomba na saa 3. Mara nyingine lazima ujie wakati wa maombi. Mkristo anaombaga saa 3 na saa 6 na saa 9. Haleluya. Muislamu anaomba saa ngapi? Saa 11. Akikazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama unende. Tupe sadaka nzuri. Tupe tena sadaka nzuri. Inatakikana wakati wa mafundisho hii ndio sasa wakati wa chakula chako cha kiroho. Kwa sababu hii kupita kitu muhimu sana kimekupita katika maisha yako. Haleluya. Amen. Ile kitu kizuri kisikupite. Mtu wa Mungu kanakaa kama zile viota watoto wa ndege. Ukitingiza hivi wanapanua mdomo. Hapo anawekewa tu. Hata kama ni mawe atawekewa, watakula tu. Lakini kwa sababu ni mama yao wanawekea, hawezi kuwekea watoto wake mawe. Anajua chakula ile atawawekea. Kwa sababu akisikia tu inaweka. Si ndio? Mshamuona? Ndio ndege vile wanaishi. Kitingiza tu hata kama ajui ni mama yake ama ni ndege, akisikia kitingiza anapanua na wakati wa chakula. Anawekewa chakula kizuri kwa sababu ni mama yake ama baba yake anampa watoto chakula kizuri. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wewe utakuta hiyo ndege amewekea mawe, ndio mtoto wake akula, ataweka chakula kizuri. Haleluya. Amen. Sasa nyinyi mnawekewa chakula kizuri. Sasa wewe usipopanua roho yako hautapata kitu. Tupe Yesu sadaka zetu. Maandiko yanasema ya kwamba akamwambia, nitakupa nilicho nacho, kwa jina la Yesu simama na ufanye nini? Na uende. Akasimama immediately kwa jina la Yesu. Sasa Yesu akasema ya kwamba vipofu wataona, viwete watatembea na visiwi watasikia. Haleluya. Kwa sababu hako anataka kujitaja. Akasema nenda mwambie Yohana kwamba vipofu wanaona, visiwi wanasikia na viwete wanatembea kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye umekuja leo hapa unapona kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unaponywa na huyu Yesu. Amen. Kwa jina lake mambo yako yatabadilika katika jina la Yesu. Amen. Umesumbuliwa na ugonjwa siku nyingi. Leo ni mwisho wa ugonjwa. Na taabu nyingi, masumbuko mingi, leo ni siku ya hiyo inaisha kwa jina la Yesu. Amen. Unapokea hiyo kwa jina la Yesu. Amen. Kiwete akaambiwa ya kwamba simama na uende. Akasimama. Lakini yeye alikuwa anatarajia pesa.
alikuwa anatarajia kupewa ndio aende akashughulikia mambo yake. Mambo ikabadilika, akakutana na watu wa Mungu ambao walikuwa na Mungu na roho wa Mungu, akabadilisha maisha yake, akatembea kama watu wengine, kwa sababu hawakuwa ametembea siku nyingine, akatembea na akawa mtu kama mtu mwingine. Na wewe leo, viwete ambayo imekuwa kwa anga yako, viwete ya ugonjwa, viwete ya kusumbuliwa, viwete ya kutokuwa na furaha, inaisha leo katika jina la Yesu Kristo. Inaisha kwa jina la Yesu Kristo. Ukapewe jina la Yesu na ukapokea miujiza yako leo katika jina la Yesu. Na iwe ni siku yako ya furaha, siku ambayo hujawahi ona siku nyingine. Na hiyo ambayo uko na ushuhuda, wacha ushuhuda wako iendelee. Watu wengi wakaenda wakasema ya kwamba huyu mtu amepona namna gani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mstari wa 6, rudia 6 na 7, alafu uende na 8 na 9. Lakini Petro, mstari wa 6, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu. Hata dhahabu, kwa sababu wakati huo kama una pesa unaweza pewa dhahabu, kwa sababu dhahabu ni pesa. Nani yako na ring ya dhahabu hapa? Inua mkono wa mama. Uko na ring tupe sadaka tena. Nani mwingine hapo nani? Mama jua Nairobi, mtu asijue mko naye. Utaenda na kuna maskini. So ni kitu ya muhimu. Haleluya. Sasa walikuwa unapeana pia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Endelea. Mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupatie. Nilicho nacho ndipo nitakupatia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Yesu anaongea na mtu hapa. Unapokea uponyaji kwa sababu hiyo ndio Yesu ako naye. Unaokolewa kwa sababu hiyo Yesu ndio ako naye. Shida zako zinaondolewa kwa sababu Yesu ndio ako na hiyo. Jina la Yesu ndio inaondoa hiyo. Alipoambiwa hivyo, nini ilifanyika? Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama uende. Na usimame na uende. Amen. Tupe Yesu sadaka nzuri. Ninataka uwe mtu mwenye imani. Yaani wewe uwe mtu mwenye kumwamini kwamba nikiomba inatendeka. Unaamini Yesu kabisa kwamba nikisha sema Yesu niokoe ataniokoa. Nikisema Yesu niponye ataniponya. Kwa imani. Yesu anapenda watu wa imani. Mungu anapenda watu wa imani, wenye kutembea kwa imani, kwamba ukisema ya kwamba simama na uende, unasimama na kwenda. Haleluya. Amen. Siku nyingi watu wanateseka kwa sababu ya imani. Kutokuwa na imani kumwamini Yesu kwamba anaweza. Kwa hiyo ikiwa una imani ya kwamba Yesu anaweza, ndipo uponyaji wako, tatizo lako inatatuliwa kwa sababu ya imani. Haleluya. Amen. Hata wakati unapokuja katika ibada unakuja kwa imani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ile imani ambayo ulitoka nyumbani ukasema naenda leo kanisani, ni imani pia. Haleluya. Amen. Na hiyo imani ikakuchukulia hatua na ukagaramika kwa hiyo imani. Kwa sababu nyinyi mmegharamika asubuhi ya leo kufika. Au kuja bure. Unatumia pesa ukija. Kama ukutumia pesa umechoka, umegharamika. Kwa hiyo ukitaka kupata lazima ugharamike. Na gharama yako iwe ni imani, unashika imani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Unakuwa na imani wakati unapotembea, unapoenda kwa ibada, kwamba nitakapofika kwa nyumba ya Mungu mimi napona, shida zangu zinaenda,
kilicho ambacho kimekwama siku nyingi zinaondolewa kwa jina la Yesu. Amen. Sasa wewe wakati unaingia kwa ibada hii, mambo yako imetatuliwa kitambo. Haleluya. Wewe unangoja tu confirmation. Haleluya. Kwa sababu ulijitayarisha kwamba nitakapofika kwenye ibada mahali kuna mtumishi wa Mungu, mambo yangu itakuwa sawa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mambo yangu yatasikika. Mungu atasikia. Kwa sababu uponyaji na ishara inaambatana na imani. Na Yesu akasema mahali pengine, ishara hizi zinafuatana na hao waaminio, wanaomwamini Yesu, wanaokuwa na imani kwa Yesu. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tuombe Yesu sana. Wangapi bado wako pamoja nao? Barikiwe sana. Imani itakufanya wewe kukutana na Mungu. Imani kwa kuamini Yesu, kwa kuamini kwamba anaweza kuniponya, anaweza nitii. Hiyo peke yake inakupeleka mbali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hata wakati wewe unataka kununua shamba, huwezi pewa mpaka kwanza uwe na imani ya hiyo shamba. Nikikwambia hii Nairobi wewe utapata ploti hapa, labda hutaamini. Kwa sababu ukienda kila kona kimejengwa. Sasa nitapata wapi? Lakini ukiwa na imani, ukisikia tu bila mtumishi amesema na uweke kwa ndani yako, uanza kuona hiyo ploti, utapata. Amen. Unapewa kitu ambacho uko nacho kwa ndani yako. Hauwezi kwenda tu asubuhi ati umenunua gari. Lazima gari kwanza ikae ndani, ikae kwa ile television ya ndani. Alafu sasa ikiwa hivyo unapewa hiyo. Hauwezi kupewa kitu ambacho hauna. Musa anaambiwa uko na nini? Akasema niko na fimbo. Kaambia utatumia hiyo fimbo. Hiyo fimbo ndio iliwaokoa wana wa Israeli kutokana na mikono ya Farao. Hiyo fimbo, kwa sababu ndiye alikuwa nayo. Hiyo fimbo ndio ilifanya bahari ikapatikana barabara. Sasa Mungu anaona ni kitu gani unacho wewe katika ndani yako, ndiye anakupatia hiyo. Huwezi kupewa kitu ambacho wewe hujaomba. Huwezi kupewa kitu ambacho haiko ndani yako. Unapewa kitu ambacho iko ndani yako, ndio Mungu anakupatia hicho, na unapokea kwa imani. Kuna mambo imekusumbua kwa miaka mingi na iko tu, lakini ukitaka yaishe, unasema nitapona kwa jina la Yesu, nitapewa kwa jina la Yesu. Amen. Naenda kupewa kwa jina la Yesu. Amen. Naenda kupanua biashara katika jina la Yesu. Amen. Biashara yangu inainuka katika jina la Yesu. Amen. Ninaenda kufanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Amen. Katika anga, katika ulimwengu wa roho, Mungu anapenda watu wanatembea katika imani na nguvu, wakimwamini Kristo Yesu kwamba anatenda. Na ukiweka kwa imani, basi mambo yako inakuwa katika jina la Yesu. Na ndio Petro na Yohana alimwambia huyu kiwete, simama na uende. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alimwambia simama na uende. Yale unayotaka, fedha na dhahabu hatuna, lakini tunakupatia kitu cha maana, cha muhimu katika maisha yako. Haleluya. Amen. Sasa simama wewe na uende. Akasimama yule kiwete, akawa na nguvu, miguu yake ikawa na nguvu. Kuna mtu mmoja pale Nakuru, miaka zimepita nyingi, miguu ilikuwa haina balance, ilikuwa moja hivi moja hivi. Akaamini, akasema tumishi tuombe.
na akaamini, akawekelea miguu yake kwa meza. Naona mtu wa imani aliamini miguu yake itaumbwa ingine, itaumbiwa ingine joint hapa isitoshane na hii, na yeye alikuwa naomba hiyo. Sasa kwa sababu ya imani akachukua kiti akawekelea, akasema mniombee hiyo iumbwe iwe sawa, iwe laini. Kwa hiyo imani alipoweka tu kwa meza, ile miguu ilitoshana. Mungu aliumbia ingine kaongezeka kwa hapo, kwa sababu ya imani ya kuwekelea kwa meza. Amen. Mama moja kule Busia, ile tumbo lake iliharibika, ile factory ya mtoto, nyumba ya mtoto ikatolewa na daktari, ikatoka. Akawa na imani kwa mkutano, akasema mimi ninataka mtoto, lakini nilitolewa ile kitu. Kwa imani hiyo tu Mungu akamuumbia pale pengine. Jina la Bwana libarikiwe. Ikateremshwa nyingine, ikatengenezwa nyingine kwa sababu ya imani. Amen. Hiyo mama sasa na watoto watatu. Amen. Ukasimame tena katika jina la Yesu. Amen. Petro akamwambia sina ya kukupatia, lakini kwa jina la Yesu simama. Akapewa kitu ya dhamana sana. Ni kitu ya dhamana wewe ukiponywa leo. Ni kitu ya dhamana ukifunguliwa leo. Amen. Ni kitu ya dhamana wewe ukiokolewa na kuingia ufalme wa Mungu. Amen. Ni kitu ya dhamana biashara yako ikifunguliwa. Amen. Ni kitu ya dhamana ukianza kubarikiwa na maploti na matrakta na machochote na ukapata pesa, ni amana. Kwa jina la Yesu unapata hayo yote. Amen. Na ukiwete inaisha kwa jina la Yesu. Amen. Unajua saa nyingine ukiwete ni nyingi. Hata biashara yako inaweza kuwa kiwete. Unajaribu hakuna. Unajaribu hakuna. Na unaona watu wengine wanauza. Lakini wewe hakuna. Upate marafiki wengine wanakuambia kimbia Kitui. Unajua Kitui ni? Kimbia Kitui. Ni kama huko Kitui kuna soko ya wachawi. Bado kuna soko. Kimbia Kitui. Ana Mombasa kimbia Kitui. Kila mahali Kitui. Bado kuna soko. Hakuna. Ni imani ya watu. Wamesema tu ukienda ukikanyanga Kitui kuna ule hatari sana Kitui. Ni imani tu ya kusema tu. Kwani hapo Nairobi hakuna? Lakini Kitui ndio iko kwa akili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Imani. Watu walitiwa imani ya mambo zingine. Lakini maandiko yanatuambia leo ya kwamba tuwe watu wa kuamini. Tunaamini Yesu. Ninataka kufundisha neno la Mungu jinsi utakavyokuwa. Uwe mtu wa imani na upate uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hizi ni nguvu za Mungu tunayeongea habari zake. Malizia mstari wa 8 na 9. 7, 8 na 9. Mstari wa 7, akamshika mkono wa kuume akamuinua. Akamshika akamuinua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akamshika akamuinua. Kulikuwa na mtu mmoja alitembea juu ya bahari. Anaitwa Petro. Na sidhani kama kuna mtu mwingine. Nani mwingine ashatembea hapa? Hata kwa maji ya Karakarai mbaya. Kama ujaribu kama utaingia ndani. Lakini Petro alitembea juu ya maji. Sio ni bahari kubwa. Haleluya. Ni imani. Alipoona Yesu akasema na mimi nitatembea. Sikia hiyo imani. Ati ni Yesu ndio ule na mimi nitatembea. Na wewe unatakiwa kama wewe umwamini kama ni Yesu na mimi nitatembea kwa juu ya maji. Na mimi nitabarikiwa. Mimi nitainuliwa. Ukisema tu kama kwa sababu alisema kama ni Yesu, naenda. Akatembea na yeye.
akatia shaka katikati. Alipoanguka chini, Yesu akamshika mkono. Haleluya. Kwa sababu alitia shaka. Usiwe na shaka wakati wa uponyaji. Amen. Usiwe na shaka wakati wewe unataka kuinuliwa. Unaamini Yesu kwa imani. Tembea juu ya maji. Si ni kitu kubwa hiyo? Nilikuwa naona kwa sehemu fulani wazungu wamekuwa na kiatu kubwa hivi ka plastic. Sasa hiyo wanaanza kuiga Petro, wanatembea juu ya swimming pool. Kwa sababu hawezi chini ya maji. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Uwe na imani ya kwamba unatendewa leo katika jina la Yesu. Amen. Na ukiwa na hiyo imani tu, Yesu atakushika mkono. Akashika mkono yule kiwete na akamsupport, akaanza kutembea. Haleluya. Amen. Yesu akikushika leo, akikusupport, mambo yako inakuwa sawa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Watu wengi wametafuta vitu ya kusupport ambaye si ya Mungu, si ya neno la Mungu, ya kusupport watu wakue, ambaye ni wrong, ambaye haifai. Hakuna kitu kingine kinaweza kukuokoa kama jina la Yesu. Haleluya. Endelea brother. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Zikatiwa nguvu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Akaumbiwa miguu. Unajua ni miguu iliyokuwa miguu nyingine ikatiwa nguvu kwa sababu wale viwete miguu haina nguvu kama yako. Hawezi kufanya vile nafanya. Ikatiwa, ikaumbwa nyingine mara hiyo na akapata kupona. Akaenda akishangilia. Haleluya. Utiwe nguvu katika maisha yako leo. Amen. Maisha ambayo imekulemea uwete wa siku nyingi. Useme hiyo ukiwete kwa maisha yangu ya kujaribu na hakuna, itatiwa nguvu leo. Wewe unajua nini hiyo itatiwa nguvu? Itatiwa tu nguvu vile unataka. Nyumba ambaye imekusumbua kwa siku nyingi ukiwete, itatiwa nguvu hiyo ukiwete. Hiyo nyumba yako itatiwa nguvu. Chochote ambacho kimekuwa ukiwete, Mungu ataiumba tena. Na anaenda kuumba tena saa hii kwa jina la Yesu. Na kila nguvu za giza, nguvu za shetani, nguvu za Freemason inaenda kushindwa kwa jina la Yesu. Inaenda kuanguka kwa jina la Yesu. Nguvu za wachawi na waganga inaenda kushindwa saa hii katika jina la Yesu. Naangusha kila nguvu za waganga Freemason katika jina la Yesu. Inaenda kuanguka katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kila kilichoabudiwa ambaye si ya Mungu kwa maisha yako inaenda kuondoka sasa kwa jina la Yesu. Linaondoka katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wacha uumbiwe miguu nyingine mpya, maisha nyingine mpya katika jina la Yesu. Yule mtu akaumbiwa kwa hapo kwa sababu walipoona mtumishi wa Mungu. Haleluya. Tuna watu wengine mahali tunahubiri hata tukusanye watu, tukihubiri tu watu wanaanza kuamuka, wanaanza kusema nimeponywa huko. Si lazima uguze watu wa imani tu kwa kiwanja ama kwa kanisa, wanapona tu kwa sababu ya hiyo neno ambayo amesikia. Na wakaamini hiyo neno kwa sababu kuna imani ndani yake kwamba ni Yesu anaponya. Ndio unakuta watu wanakimbia tu kwa kiwanja, amepona, amepona kwa sababu ya imani. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ninataka muwe watu wa imani kamili. Amen. Haleluya. Ya kumwamini Yesu. Amen. Kulikuwa na wakati moja kitambo, miaka mingi, sijui kama ulikuwa umesaliwa, lakini mimi nilikuwa nimesaliwa. Haleluya. Amen. Sasa nikatembea nikakuta mto kubwa. Inaitwa Mto Roiro kule Nakuru. Sasa nikakuta imefurika mpaka kwa ile bridge huwezi kupita. Sasa kwa sababu kulikuwa na mhubiri mmoja anaitwa, nakumbuka jina, nilikuwa mdogo sana, lakini nakumbuka huyo mtumishi wa Mungu aliitwa Daudi Morioki.
alikuwa anatoka Uganda, alikuwa ni mhubiri kule Uganda, lakini ni Mkenya, lakini alihubiri sana Uganda. Sasa kwa sababu alikuwa anahubiri kwa nguvu, mimi nilikuwa nasikiza mahubiri. Kumbe mtu wa Mungu ni ya Mungu tu. Tunaona mimi nahubiri sasa. Nikasikiza kabisa na nikapenda mahubiri yake. Sasa wakati huo akaona tumekuwa na njaa. Hiyo mhubiri akainua mikono akasema, nataka kuwapatia lunch. Akasema, Mungu Baba, watu washibe. Na kwa kweli mimi mwenyewe nilishiba. Tulipoenda nyumbani sikukula sapa mpaka kesho. Hata wale tulikuwa na wao hakuna mtu alikula, kila mtu alishiba mpaka kesho yake watu wakaanza kukula. Haleluya. Nikasikia nimependa ile mhubiri sana. Na nyimbo zake mpaka saa hii ninaikumbuka. Nyimbo zake naimba. Hiyo si miaka kidogo, ni miaka 79. 79, 17. Sio kama ulikuwa dunia wewe. Mpaka saa hii kwa kupenda yule mhubiri tu nilipenda. Mpaka saa hii naimba nyimbo zake. Naijua zote ile alikuwa naimba. Nilikuwa kijana. Kanajua tu kama hao watoto wa sana nilikuwa hivi. Sasa kwa sababu vile alikuwa anafanya nikapenda kufanya, nika-imitate. Sasa nikapata sasa kimefurika. Tutapita namna gani na my sister? My sister ni mkubwa, kanashika mtoto kwa mkono huu. Mtoto ni mimi. Ili tuvuke, akasema turudi. Sasa nikamwambia nataka tuimbe damu ya Yesu kama nani? Kama Daudi Mwarioki. Hapo itafunguka. Hapo itafunguka. Sasa kwa sababu my sister mkubwa hajui Mungu. Unajua kama mtu hajui Mungu, anaona tu sema turudi nini na mvua pia naona mvua inakuja tena. Sasa ile mtoto nikafikiria juu ya Daudi Mwarioki hapo. Na nikaamini ya kwamba hii tutaenda. Nikamwambia tutaenda. Nikaanza damu ya Yesu na kalete karaoke. Ile Daudi Mwarioki alikuwa na Daudi Mwarioki mbali niko. Na nikamwambia twende. Nilipokanyanga ile ya kwanza ilifunguka, maji ilisimama na tukapita. Amen. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu nilipenda ile mtu. Nikaleta spirit yake. Mtoto pana mtu mzima saa hii unaniona na mandevu hapa. Kwa mtoto mdogo sana. Lakini kwa sababu ya kupenda ile mtu na mahubiri yake, miujiza ikatendeka. Amen. Mpaka saa hii my sister ni mzee sana. Ni mzee sana. Vile mnaniona mimi nikitinda mimba ya mama. Sasa ule si karibu kutende. Haleluya. Amen. Anasema mpaka saa hii bado anashuhudia. Tulienda mtoto John akaomba tukapita. Hakujua ya kwamba nilikuwa na Mungu ya Daudi Mwarioki. Nikamleta. Nikaanza kuimitate. Hata hii watoto, mbona hii watoto msicheze na wakiimitate vile mimi nafanyanga, ishara zitafanyika hapa. Hawa watoto wanaona. Sasa pasa nafanyanga hivi. Nifanye inafanyika tu. Itafanyika tu kwa sababu ile power yangu inaingia kwa mtoto na inafanya kazi. Amen. Kwa hiyo na wewe ukiwa unaamini neno la Mungu na mtumishi wa Mungu, mambo yako tu inakuwa. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hivyo nimeshagawa maji na tukapita. Amen. Hiyo ni miujiza kubwa sana. Amen. Haleluya. Sasa unajua mimi sijazoea wakati wa ushuhuda ndio sisemangi. Nilikuwa na washuhudia. Wakati wa ushuhuda nani hapo na ushuhuda? Kumbe nilikuwa nasemanga hivi. Haleluya. Kwa sababu ni kitu kubwa sana. Haleluya. Kwa hivyo ukiamini kwa imani. Tulipoamini kupokea chakula tukashiba. Haleluya. Amen. Unajua mimi nimekuwa mtoto ya ajabu katika kwetu. Nimeamini Mungu, lakini ni mama alifanya mimi kuamini Mungu. Na nilipenda vile anafanya mama mzazi.
kakawa kananipeleka kanisa, wengine wanaenda kwa mpira, wengine anafanya mambo zao, wengine wanafanya mambo zao. Nikabaki na yule mama kwa kwenda kwa mikutano. Mama yangu ni mzee sana, na nilikuwa nataka ni akuje aende Mombasa, na kabla aende nitaleta hapa. Ni mzee sana, kama inama sasa, lakini katahubiri Injili. Na nimeamini kwamba kweli mtu akipenda neno, alinifundisha na nikapenda maneno, na ndio sasa mimi kwa nyumbani mimi ndiye mhubiri peke yangu, ndio nahubiri Yesu, kwa sababu nimesikia maneno ya huyu mama na akanitunza na nikaamini. Sasa yeye ni mzee sana, nimeambiwa kule nyumbani ameanzisha kanisa na uzee wake wa mti, watu wanakuja wanasikiza neno. Ni mama mzee sana, ni mama wale walikuwa na, msijui kama mnajua ile walikuwa na masikio inafika Kikuyu wanaita shauri ya mato, ile wakifungua hivi, mliona hiyo mama ama yeye ni jenzi. Na wakati aliona mama yenye ama wazee wenye walikuwa wanafungua masikio hapa, ikifunguliwa utashangaa. Wakati aliona na wengine hata wewe ungeona so kulikuwa na inaitwa nini, ni mambo ya wakati huo. Haleluya, tunashukuru Mungu kwa hiyo. Sasa unaona mimi nahubiri sasa. Unaona hao watoto wangu wanapiga keyboard hapa. Naanza kuona kumbe wanaweza kushikia hii huduma. Kwa sababu na mimi nikienda hivi kama mamangu napeleka kwa madhabahu nihubiri, na demo ndio nihubiri. Na niwe na watu ambao nimewapatia. Amen. Zingine ni nyinyi sasa. Amen. Utaanza kuhubiri vile mimi nahubiri. Amen. Na kipawa hiyo itakuja juu yako wewe. Amen. Bali uko tu unahubiri na ishara na maajabu inapatikana. Amen. Katika jina la Yesu. Na kwa manabii, roho ya unabii tushike wewe. Roho ya kuombea watu viwete wanatembea. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu ya kupenda. Na mimi nataka mreceive hiyo leo, sio siku nyingine. Unajua mtu nabii anaposema kitu inafanyika kwa wale wenye imani. Katika jina la Yesu. Ufainuliwe kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu wakati mwingine wewe unatamani kutumikia Mungu, lakini sasa kuna vitu zinakuzuia. Hii mambo lazima ushike kwa nguvu sana. Tena kwa nguvu sana. Usiwe mtu rejareja. Mnaona watumishi wengine kama Morris Serulo amefariki last year. Alikuwa anabebwa analetwa kwa madhabahu anahubiri. Haleluya. Na walihubiri hata hapa Kenya. Tushakuwa na wao hapa Kenya tukihubiri kwa hiyo wadi hii. Oropak. Akina Bonki watu wakawa wazee. Haleluya. Watu ambao wamekuwa kwa Injili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wewe utamani hiyo, nataka utamani neno. Amen. Unatumika kabisa kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Akaondoka upesi, akasimama. Akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao. Akienda, alirukaruka na kumsifu Mungu. Alifanya nini? Aliondoka upesi akasimama. Aliondoka upesi akasimama, akaanza kwenda. Na kuingia wapi? Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao. Pamoja na nani? Akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Akaingia pamoja na Petro na nani? Na Yohana. Na Yohana akaingia katika hekalu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ninataka uwe mtu wa Mungu wenye imani. Haleluya. Amen. Nafundisha tu juu ya imani na uponyaji na kutendewa. Amen.
Haleluya. Huyu mtu alipoambiwa simama na uende, alikuwa na imani sana. Haleluya. Alishikwa na imani kubwa sana, akasema na mimi nitatembea. Mtu mmoja akamwambia Yesu, Bwana, nataka kuona. Alipasa sauti yake, akakemewa. Oh, haleluya. Akaambiwa nyamaza. Unajua Yesu ni mtu mheshimiwa, anapita hapo na unapiga kelele hapo. Wewe nyamaza. Akakemewa. Na hiyo kukemea iko mchezo, alikuwa wanamaanisha usitupigie kelele hapo. Unaona watu wanadamu wanaweza kukemea wewe, kwamba wewe usiende kanisa, hiyo kanisa ni mbaya, huyo mtu ni mbaya. Wewe kwa nini ungekuwa umefanya namna hiyo? Wakikukemea wewe, paza sauti yako, sema nitaenda kuabudu Mungu. Amen. Haleluya. Kama hilo mtu, hiyo sauti ikafikia Yesu. Yesu akarudi akamwambia, nataka nikutendee nini? Akasema nataka kuona. Sababu yeye alitamani kuona, lakini kama angesikia kukemewa angeona. Haleluya. Amen. Wakati anapokukemea wewe usitumikie Mungu, unapasa sauti yako, nitatumikia Mungu. Saa hiyo kama ulikuwa unaenda mikutano moja, unaongeza 2. Kama ulikuwa unaenda 2, unaongeza 3. Ndio waone, kwa sababu unajua kile unachotafuta. Hautawahi kuaibika kwa neno la Mungu. Amen. Mbali wewe utakuwa mshindi kwa kila wakati. Amen. Hata wale ambao wanakucheka hivi karibuni watakusalamia kwa heshima. Mwimbaji anasema hivi. Mwingine akasema uwaombee adui zako wakae siku nyingi ndio waone kufanya nini? Kiendesha Mercedes na Prado yako. Ama mnapenda gani? Mnataka gani? Unajua nawapa hiyo la. Mnataka gani? Singekuwa umepokea. Na wapo magari na haleluya. Haina wapo magari na mpokee kwa jina la Yesu. Amen. Wataona ukiendesha hiyo unayotaka. Wataona nyumba kama hivi ndani yako. Kwa hivyo aishi siku nyingi ndio wafanye nini? Ndio wakuone. Ndio wakikuona wanaabudu Mungu wako. Kwamba nitaabudu Mungu ya huyu kwa sababu kumbe ndio Mungu ya kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Tupe Yesu sadaka nzuri. Hata mkitabiriwa mambo mazuri mnataka mumwao, mnashangilia saa nyingine. Mtu wa Mungu ni kupokea. Unajua hii mambo ya ufalme wa Mungu inatakikana hekima sana. Hata wakati mhubiri anapotaja kitu unasema amen, kwa sababu unahitaji hiyo. Unakuwa anatareka unasema amen ni yangu. Na huyo mtu anabarikiwa kwa sababu anaishika, kwa sababu tuko katika ibada ya Mungu, anaishika mambo. Akitoka yeye ni tajiri sana katika anga, katika ulimwengu wa roho. Yake inaanza kufunguliwa. Yeye anaanza kuwa mtu wa ushuhuda hapa. Na wewe ushuhudini kwa sababu hautaki kuyashika. Hautaki kuyashika yale nabii anasema. Hautaki kuhalamu unasema na mimi sijabarikiwa. Ni kwa sababu hauko alert. Wakati neno linapoendelea ndio ushike. Watu watabarikiwa na wewe utaachwa tu namna hiyo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo wakati unapohubiri ama wakati unaposhuhudia mtu, unashuhudia mtu ama kumhubiria kwa mambo yenye uzima wa milele, ambaye anapata uzima wa milele na faida, na wewe pia unaongezewa. Amen. Haleluya. Amen. Abrahamu akaambiwa kwamba yeyote atakayekubariki mtakubariki mtu huyo. Si ndio? Yes. Na yeyote atakaulani mtamlani mtu huyo. Haleluya. Amen. So mtu wa Mungu akwambia ubarikiwe sana. Ama wewe ukiambia mtu ubarikiwe na wewe unabarikiwa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunapobariki na sisi tunabarikiwa. Amen. Na sote tunapokea kwa imani na kuamuka kwa mateso. Haleluya. Amen. Nataka tuamini Mungu sana kuliko vile tulikuwa tumeamini. Wakati bado uko pamoja na mimi. Yaani uamini kuliko jana. Amen. Haleluya. Amen. Yaani imani yako iinuke.
imani yako ikuwe juu. Hapana kuwa mtu fugufugu, unakuwa strong. Na ndio Yesu anapenda watu kama hiyo, watu wenye kutafuta yeye kwa nguvu. Hata Mungu anapenda watu ambaye anapenda kujua Mungu kwa sana. Hata mahali pengine akasema kwamba nitamtumikia Mungu na nyumba yangu. Ilikuwa ni nani huyo? Joshua. Kwa sababu wana wa Israeli walifanya nini? Walikataa. Akasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu, kwa sababu walikuwa wamekataa. So inafika useme ya kwamba mimi peke yangu. Na wakati unapoabudu Mungu, iwe ni wewe peke yako. Usiangalie mwenzako. Na utakutana na Mungu. Amen. Utakutana na baraka ya Mungu. Utainuliwa. Hizi vitu vyote tunayotafuta, Shetani siku moja ndio nikimaliza, akasimama akamwonyesha Yesu milki zote. Akamwambia ukiniinamia nitakupa. Ukiniinamia tu kidogo tu nitakupa hizi vitu vyote za dunia. Yesu akamkemea Shetani, kwa sababu ni vitu zote ni za Yesu Kristo. Sasa wewe ukija hapa na kumwinamia Yesu, sana kupatia. Haleluya. Si unapata? Ukikuja huko kumwinamia Yesu ya ukweli, anakupatia zote. Anasema tafuteni nanyi mtapata. Ombeni nanyi mtapewa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kila kitu iko kwa Yesu Kristo. Na kuweka kwa imani na unapata. Unaanza kutendewa. Haleluya. Ninajua hapo mna ushuhuda nyingi. Nile tu mtaki kuongea. Mmetendewa sana. Nile tu mnaonea haya. Mtumishi alikuja hapo akasema usimuonee haya injili ya Kristo. Na ukionea haya hiyo, sasa mambo yako itaenda chini. Inatakikana unasema Yesu aliniponya. Nilikuwa naumwa na macho lakini nimepona. Nilikuwa mgonjwa na nimepona. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna mama mmoja nilimwombea kule Mombasa, alikuwa kitovu yake kimetoka nje. Kamwambia kwa jina la Yesu, naamini kwa jina la Yesu kitovu irudi vizuri. Ile kitovu kwa sababu alikuwa amerogwa. Na ukakutana na wachawi na waganga. Kamwambia unataka tufanye nini mganga? Hata uua mtumishi wako. Si umepona? Kamwambia. Vituko yenye inafanyika sasa hivi. Mtu anavuta kitovu chako sinakuja inakuwa mrefu. Ndio uhangaike. Sasa ikikutana na Yesu, nguvu za giza za wachawi na waganga zinaondoka, unakuwa mzima. Na laana zote ulionenwa, sababu ujui ni nani alikulaani. Unajua ujui? Tangu ukiwa mdogo unajua ni maneno gani ulinenewa. Zinaondoka zote katika jina la Yesu. Na unakuwa huru katika jina la Yesu. Unapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na unaanza kutumikia Mungu. Unakuwa nabii, unakuwa mwimbaji, unakuwa mhubiri. Na mimi nataka kuona hapa Nairobi mhubiri kwanza. Unapokea hiyo kipawa cha kutumikia. Na ndio nzuri katika jina la Yesu. Na utaipika na hiyo. Haina aibu. Unajua atakuwa rais saa zingine inakuwa aibu sana. Lakini kutumikia Yesu haina aibu. Haleluya. Hii haina mastego. Hii haina mastego. Kama wanta haina. Kama wanta haina. Haleluya. Watu ni kupokea na kupokea na baraka na kupokea uponyaji na kupokea. Haleluya. Hii ni nzuri zaidi na ukae kwa nyumba ya Mungu. Kaa tu kwa nyumba ya Mungu. Haleluya. Hii ni tamu sana.